Takatifu la Mungu, kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 15, anasema kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamuriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Asifiwe Yesu milele, amina, haleluya. Usitekeleze maagizo ya uovu, maagizo ya kuangamiza wengine. Kwama wewe, je, unaweza kujiangamiza mwenyewe? Fikiri hicho ulichoambiwa katekeleze. Angalia, kinakufaa na wewe? Mungu anapendezwa? Anasema mfalme akaagiza, uweni hao watoto ili wasiongezeke hilo taifa, ili wasiendelee. Lakini hawa wafanyakazi, manesi, nisema daktari, hawakutimiza, hawakutekeleza maagizo ya mfalme, wakawaacha, wakatafuta mbinu ya kumjibu mfalme. Ukiendelea kusoma hayo maandiko, angalia, usitekeleze maagizo mabovu ya uovu ya kishetani kwa sababu unataka pesa. Mungu anaweza kukupa pesa nyingi sana, kazi nzuri sana, hata wakikufukuza kazi. Simama kwenye haki na kwenye kweli ya Mungu katika jina la Yesu, na Bwana akubariki, akuwezeshe lifanikiwe hilo, na uwe na wiki nzuri ya baraka kwa jina la Yesu Kristo. Timiza mapenzi ya Yesu tu. Amen.